Ya. Twende nifuate, kuna kitu nataka tuulize, tunatakiwa kujua kupitia Kondi. Samahani kidogo. Kondi hatukimbia. Hapana. Tutaenda kwa Kibembe, Tunatenda Bembe tole Bembe chubos. Kondi, ole lwembo lwa bikechi kwa mbeneza. Eno swali twatocha ungita siri witwa amona ya nchanga nyomba kawe ya tendechi. Pia tunataka tumanye ole sehemu ya Kembwa ili ni mjue yeye naweza kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake ikifananishwa na kufa kwake. Kuna umuhimu mkubwa wa kufufuka kwa Yesu. Sasa tunataka tumanye umuhimu wa kufufuka kwa Yesu kwa Mkristo. Tufafanulie hapo. Yaani kufafanua neno umuhimu wa kufufuka kwa Yesu kwa Mkristo. Ndio. Kufufuka kwa Yesu kwetu sisi wa Kristo kuna umuhimu mkubwa sana. Kwa sababu Yesu asingefufuka kwanza imani yetu ingeonekana bure, isingekuwa kitu. Kwa sababu kwanza kufufuka kwa Yesu kumeweka imani yetu kujulikana kweli, imani yetu ni ya kweli. Kwa sababu alisema kabla hajakamatwa kwamba imempasa mwana wa Adamu kufa na kufufuka baada ya siku 3. Ndio maana tunasema kufufuka kwa Yesu kuna umuhimu mkubwa. Maana Yesu ndiye aliyekuwa mbele yetu, ndiye tunayemwamini na ndiye tunayemfuata. Hata nasi tulio ndani ya Yesu Kristo, hata tukifa tunaamini tutafufuka. Kwa sababu yeye mwenyewe alifufuka. Vile vile kwa kufufuka kwa Yesu sisi tumepata amani. Maana tulikuwa watu ambao tulikuwa wafungwa katika dhambi, lakini kwa kufa na kufufuka kwake kulituweka huru. Na kwa kufufuka kwa Yesu vile vile tunaishi tukiwa na matumaini ya kwamba siku moja nasi hata tukifa tutafanyaje? Tutafufuka. Kwa kufufuka kwa Yesu vile vile kuna faida nyingi sana na kuna umuhimu mwingi sana kwa maisha yetu sisi wa Kristo. Kwa sababu Yesu kwa jinsi alivyofufuka alienda kwanza kufungua njia yetu ya kuingia mbinguni. Yaani aliacha kabisa njia wazi yetu sisi kwa kuingia mbinguni. Na ndio maana kama tunavyoangalia na kama inavyokuwa kawaida yetu, mtu anapopanda hata miindi basi inakufa, inaoza, kisha inafanyaje? Inaota. Nasi tuliomo ndani ya Yesu Kristo hata tukifa miili itaoza, lakini tutafufuka. Kwa sababu tunalo tumaini, kwa sababu mfalme wetu, Bwana wetu, Mwokozi wetu alifufuka. Nasi hivyo tunaamini tutafufuka. Kufufuka kwa Yesu kwa Mkristo. Jamani, mimi kwa upande wangu nimejisikia kama vile imenigusa hapa hivi. Kwa hiyo tufuatilie kila siku kwa kupata vitu kama hivi. Ni vizuri sana kwa wewe Mkristo kutufuatilia, kupata mawaidha au maneno mazuri yale ambayo yanakusumbua akilini mwako. Andika kwenye comments ambacho unahitaji tuulize kwa wakubwa, kwa wanani, ili upate majibu kupitia Zion Church. Tunakukaribisha kila Jumapili na saa 5 kamili tunaanza ibada letu. Ciao.